Amen. Mungu awabariki. Tukiwa tumesimama namna hiyo, nisipoteze muda, nimkaribishe sasa mtumishi wa Mungu. Karibu na neema ya Bwana iwe juu yako. Bwana akutumie sana. Achilia makofi mengi mengi namna hiyo. Kuna kitu Bwana anaenda kukufanyia jioni ya leo. Amen. Nyosha mikono namna hii. Sema, Bwana Yesu, naomba nisamee. Naomba nihurumie. Yafungue masikio yangu yaweze kuelewa ujumbe huu, ili maisha yangu na familia yangu na taifa langu liweze kupona na kubarikiwa. Nisamee Bwana. Tuliza akili yangu na mawazo yangu kabisa, nione neema yako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, asante kwa saa hii na wakati huu na muda huu napoenda kusimama sasa kwa ajili ya maneno yako. Utukufu wako mkubwa Bwana ukaonekane, na baraka zako zikashuke kwa watoto wako. Kanitumie kama chombo chako katika jina na damu ya Yesu Kristo. Amen. Uketi sasa. Na kusalimia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mkutano huu ni mkutano wa muhimu sana katika taifa hili la Tanzania. Na nimshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wake ambao wamefanikiwa kupata nafasi kuwa katika mkutano huu. Lakini kanisa ambalo nalichunga kwa pamoja kwa maandalizi ya mkutano huu amenitia moyo, amesimama pamoja na mtumishi wa Mungu kuhakikisha kwamba tunakusanyika kama hivi. Lakini mshukuru Mungu, hapa tulipo tuna redio yetu nzuri kabisa ya Radio Baraka ambayo kwa inarusha mahubiri haya sasa kutokea hapa, na watu walioko majumbani watakuwa wanasikia. Lakini pia tuna TV yetu nzuri ya EAGT inaitwa Sibuka TV, na wao pia wako live saizi katika kufuatilia mahubiri haya. Yote haya ni ujumbe uweze kuwafikia watu, ili wasije wakasema ya kwamba hawakusikia, bali waseme tulisikia ila sisi wenyewe tulipuza. Na Mungu wa mbinguni ataongea na wewe kabisa, na popote utakapokuwa ukisikia kupitia pia mitandao ya kijamii, nikukaribishe. Tunaanza leo tarehe 1 mwezi wa 6, tutamaliza Jumapili ijayo hapa nje. Lakini haya maombi nina maagizo yake ya kuwatangazia Watanzania, yanatakiwa yawe endelevu kwa muda wa siku 30. Nitaeleza hapo mbele kidogo. Kwa nini tupo hapa? Tupo hapa kwa sababu dunia inaenda kupita katika vipindi vigumu, na hivi vipindi vigumu ambavyo dunia inaenda kupitia na mitikisiko mikubwa katika mataifa mbalimbali inaenda kutokea, na sisi wenyewe tukiwepo. Unayenisikiliza kupitia mitandao ya kijamii, kupitia Sibuka TV, Radio Baraka, dunia inaenda kupita katika vipindi vigumu na mitikisiko katika mataifa mbalimbali dunia, na sisi wenyewe Tanzania tukiwepo. Na ukiona taifa moja linapitia kipindi kigumu, usicheke, maana huenda litakao kuja kwenye taifa lenu likawa baya kuliko hata lile taifa mliolicheka. Kwa hiyo niliwahi kuhubiri ujumbe huu, nakumbuka miaka 2 imepita. Hata mwaka jana Arusha nimesema kitu kama hichi, nikiwa nahubiri kwa mchungaji Paskali kwa habari ya dunia kwenda kupitia katika mitikisiko mbalimbali. Na ujumbe huu, kama kuna mtu na watu wengi najua huwa wananifuatilia, unaweza ukautafsiri kwa lugha yenu, kaurusha
ukawa ushahidi ya kwamba Mungu aliongea na ninyi. Kwa hiyo ukiona taifa moja linapitia katika mtikisiko mkubwa, usicheke, lia, kwa sababu huenda linalokuja kwenu likawa baya kuliko la kwao. Na mataifa yaliyoendelea ndio yatakaopita katika mitikisiko mikubwa sana, kwa sababu ya mafanikio yao au na uwezo wao ulionao. Sababu atakuwa ananisomea hapa mtumishi wa Mungu Mwabulambo. Tutaanza kusoma katika kile kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 3 hadi 14. Mataifa yaliyoendelea ndio yanaweza yakapita kwenye vipindi vigumu zaidi kuliko hata haya mataifa mengine. Sababu Mungu aliona atumie njia ya kumrudisha mwanadamu, au aliona ili mwanadamu aweze kurudi katika kipindi hicho, wakati maovu yanaendelea kwa wingi na wanadamu wameenda kumuudhi Mungu kwa kiwango kikubwa. Kuna vitu Mungu akaona avitumie ili wamtambue, ili wamwogope, ili wamwabudu, ili watende haki. Mwanadamu kwa amani, kuna wakati anaweza asitii maagizo ya Mungu. Mwanadamu kwa amani anapokula na shiba, fedha zinaongezeka, anafuga mifugo inazaa, anaweza asione umuhimu wa ibada, anaweza asione umuhimu wa kumpa Mungu heshima, lakini yeye ni wa kuheshimiwa na kuogopwa sana na kila mwanadamu. Hana midhaa wala utani. Alipokaa katika kiti chake cha enzi, anataka haki. Hajamruhusu mwanadamu aishi anavyotaka, alimpa amri na maagizo ili afuate. Na anapoacha kufuata maagizo yake, yeye ni mkali na atamani kabisa kufahamika kama Mungu ambaye ni Mungu mwenye kuchezewa katika dunia, bali anataka kufahamika kama Mungu ambaye anastahili heshima. Mwanadamu anaweza akamheshimu kiongozi wake wa mtaa, kiongozi wake wa serikali, baba yake na mama yake, lakini asimpe heshima Mungu aliyemuumba. Na Mungu yeye anapenda kupewa heshima ya kwanza kuliko wanadamu wote na watawala chini ya jua. Yuko juu sana. Sifa zake hazielezeki, akili zake hazichunguziki. Amejaa maajabu, anatisha. Maneno yake ni kweli, tena ni amina. Ni mtakatifu, hodari, shujaa. Yeye msemaji wa mwisho wa dunia anaongea na watu leo ili watu waweze kujua. Natangaza katika mkutano huu, dunia inaenda kupitia kwenye vipindi vigumu mno, maeneo mbalimbali, na Tanzania ikiwemo. Kwa nini nimesema? Ili tumtambue, tumwogope, tumwabudu, tumpe heshima yake. Siku moja anamwambia mtumishi wake Musa, anasema, watu hawa watanidharau mpaka lini? Huwa anadharauliwa, na anapodharauliwa anashuka akiwaangalia. Si kwamba hawezi kufanya jambo, ila moyo wake unasubira, akimini ya kwamba unaweza ukarejea tena, unaweza ukageuka tena, unaweza ukabadilika tena. Sasa japo wakati fulani katika kufundisha mwanadamu na kumrudisha katika mstari, anaweza akatumia mambo mazito kama Sodoma na Gomora, anaweza akatumia mambo mazito kama kipindi cha kina Nuhu. Ni mkali Mungu, ni mkali mno, ni mkali mno. Lakini kabla hajatuma adhabu yake kwa wanadamu, katika title hii inasema Malaki 4 mstari wa 5 hadi wa 6, angalieni nitawatumia Elia nabii kabla siku ile ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya haijafika. Naye atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na moyo wa watoto waelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Wanatumwa watu waambie tubuni, wanatumwa watu waambie badilikeni, wanatumwa watu waambie acheni mabaya, acheni dhambi. Wanatumwa kwanza waje waambie vijana warudi katika mstari,
Waambia watumishi wa Mungu katika mstari, wanatumwa watu kwanza kabla haijaja ile hasira. Sasa vitu ambavyo Mungu atavitumia kuiadabisha dunia vinapatikana katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 3 hadi wa 14. Naomba tusome hapo Mathayo 24 mstari wa 3 hadi 14. Vitu ambavyo Mungu anaenda kuvitumia kuiadabisha dunia. Tusome hapo mara moja. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha. Wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha, wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Mambo hayo yatakuwa lini? Yana wakati wake. Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako, ili tuwe tayari tujiandae. Na ya mwisho wa dunia. Na ya mwisho wa dunia. Yesu akajibu akawaambia, angalieni, mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetezi ya vita. Kimoja ambacho, weke koma kidogo, kimoja ambacho Mungu atakitumia kufundisha dunia adabu ni vita na matetezi ya vita. Dunia ijue, siongei na Tanzania, naongea na dunia. Dunia ijue kimoja Mungu alichokichagua kinachoweza kumkumbusha mwanadamu, wewe ni mpitaji. Duka lako si bora kuliko Mungu. Cheo chako si bora kuliko Mungu. Kimoja wapo kasema ni vita na matetezi ya vita. Kwa nini ni vita? Ataruhusu watu watawanyike, ataruhusu watu wapite kwenye magumu, ili waanze kulia na kusema, Mungu, duka langu si kitu, gari yangu si kitu, mali zangu si kitu. Atayaruhusu haya, na yanaenda kutokea muda sio mrefu. Maeneo mbalimbali kutakuwa na vita na tetezi za vita. Endelea. Angalieni, msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia. Lakini ule mwisho bado. Mstari wa 7. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa. Jambo jingine ambalo Mungu ataliruhusu liende kupiga duniani maeneo mbalimbali, njaa na matetemeko ya nchi mahali. Njaa. Uketi kidogo, njaa. Yeremia alipokuwa anaomboleza kwenye kitabu cha Maombolezo, wakati taifa limechukuliwa utumwani, wanateseka, watu wanapitia magumu, Yeremia alikuwa ni mtu anayelia na kuomboleza na kulia kwa ajili ya nchi yake na kwa ajili ya maovu yanayoendelea. Kwa habari ya njaa, kuna neno moja analiongea huwa linaniuma sana. Anasema ni heri waliokufa kwa upanga kuliko waliokufa kwa njaa. Anasema maana wanasinyaa wakikosa matunda ya mashamba. Unakufa umekosa maji, unakufa umekosa ugali, unakufa umekosa matunda, unajiona tumbo linaingia ndani, mate anakuwa machungu, miguu haiwelezeki, inagongana. Hapo hapo hujui mzazi wako yuko wapi. Hapo hapo baba naye hajui mama yuko wapi. Njaa. Sema njaa. Haya yaliwekwa ili mwanadamu anavyoendelea na ushoga, anavyoendelea na ubakaji, anavyoendelea kuumiza wengine, anavyoendelea kutoa makafara, anavyoendelea kubaka watoto, kusema nitawarudisheje hawa? Siku za mwisho kuna viboko vitapita tu ili mwanadamu aweze kurudi. Lakini jingine anasema ni matetemeko. Na ndio maana nikasema mataifa yaliyoendelea yanaweza yakacheka nchi zisizoendelea,
lakini kuna mataifa makubwa yatapigwa na matetemeko, na kwa sababu yana magorofa marefu yataanguka na kuzika roho za watu wengi, na hata kuzitoa zile maiti zitachukua muda wa kutosha. Lakini bahari zitavuka mipaka, zitakwenda mpaka nchi kavu, zitabeba watu. Bahari zitabeba watu, bahari itavuka mpaka, itabeba watu, itabeba mali, itabeba magari, itaenda kumeza baharini. Kutakuwa kuna vituko vingi tu ili mwanadamu aweze kufikiri. Mwanadamu ameoza, mwanadamu ameharibika, mwanadamu jeuri, mwanadamu mtenda dhambi, mwanadamu anamuumiza Mungu. Kuna sehemu nyingine milima itamung'unyuka, itashuka kama tope, itaingia mijini. Kuna wakati unakuja Tanzania, dunia, kuna wakati unakuja tu, maana kila kona ni uovu, kila kona ni ushoga, kila kona ni ubakaji, kila kona ni usagaji, kila kona ni mauaji, kila kona ni makafara. Dunia, mrudi kwa Mungu, mtubu. Huu ni uwanja wa toba, huu ni uwanja wa kulia, huu ni uwanja wa kurudi kwa Mungu na kuomboleza na kumwambia Mungu tulikosa, na kualika wewe ulioko mbali na mahali hapa, uko mkoa wa mbali, naweza ukaja ukawakilisha mkoa wako, maana hata hapo wanapoongea wengine wana taarifa juu ya ulimwengu unapopitia. Naweza ukaja kwa niaba ya wilaya yako, naweza ukaja kwa niaba ya kijiji chako. Unakuja na mwambia Mungu, nimekuja mahali hapa, ninaomba unisamehe na baba yangu, naomba unisamehe na mama yangu, naomba unisamehe na wadogo zangu wa kike na wa kiume. Tumeacha sheria zako, tumekukataa, tumekufanya wewe ni mjinga, sisi ni wakaidi, sisi ni wakorofi. Kila mtu alie, nyumba zilie. Baba afundishane na watoto wake kulia, mke afundishane na watoto wake kulia, kibinti alie, kijana alie. Kwa kila nyumba ina maombolezo, ina toba, inasema nisamehe, nihurumie mimi na nyumba yangu, nihurumie na taifa langu, nihurumie. Sasa wanadamu wanaenda kuwa ni watu wasiojali, wana roho za ukatili usiokuwa wa kawaida. Shetani amekwisha hukumiwa, anamtafuta mwanadamu wa kuhukumiwa naye. Kataa wewe kuhukumiwa naye, mwambie wewe ndio mjinga uliyemwacha Mungu, ukavunja sheria kule juu, ukafukuzwa. Lakini mimi sitakwenda jehanamu pamoja na wewe, mimi nakwenda mbinguni. Mungu hapendi tupitie magumu. Hebu sema, Mungu hapendi tupitie magumu. Mungu hapendi tupitie magumu. Sema, Mungu hapendi tupitie magumu. Hapendi tupitie magumu. Na yuko tayari kutuokoa. Lakini maovu yetu. Sema kwa nguvu, nyosha mkono juu, sema maovu yetu yametufarakanisha sisi na Mungu. Hata ameuficha uso wake, hataki kuangalia. Na sikio lake hataki kusikia. Yuko tayari kuokoa taifa langu la Tanzania. Hapendi lipotee. Yuko tayari kuokoa nyumba yangu. Hapendi lipotee. Lakini dhambi zetu zimeficha uso wake. Mungu anatuwazia mema, hataki tupotee hata mmoja. Hataki watoto hao wapotee, hataki waangamie, hataki. Lakini maovu yetu yametufarakanisha na Mungu. Nini kifanyike? Kinachotakiwa kifanyike kwa ajili ya taifa letu hili ambalo tumezaliwa mahali hapa. Wanasemaga napoenda kuhubiri mikutano ya Injili,
Kuna miaka nilikwenda kuhubiri Zambia. Nikapapenda sana Lusaka. Nikatamani nikae kule kidogo, baadaye nichukue uraia niishi Zambia. Lakini Roho Mtakatifu akasema, Zambia si nchi yako, pale unatakiwa uende na kurudi. Lakini nchi yako ni Tanzania. Hii Tanzania ndo nchi yangu hii. Na kama hii Tanzania ndo nchi yangu, nayo itakuwa ya kwanza kuililia kabla tujaenda kuililia nchi nyingine. Yes. Sema amen. Amen. Na wale wanaosikia katika mataifa mbalimbali na walilie nchi zao. Yes. Nimezaa hapa, nina mke hapa. Sina pa kuwapeleka, hapa ndipo mahali sahihi ambapo Mungu amenipa. Natamani kuona amani ya nchi inaendelea. Ndio. Na Mungu wetu ni Mungu wa amani, wala si Mungu wa machafuko. Amen. Na wiki hii ni wiki ya toba, sio wiki ya kumhukumu mtu. Na wiki hii ni wiki ya toba, sio wiki ya kumlani mtu. Ila mtu atajilani mwenyewe. Na si wiki tu, itaenda mwezi mzima. Itakuwa ni mwezi wa maombi nchi nzima. Kila mtu anaposikia ajua kwamba kuna maombi yanatakiwa yafanyike, utayakumbuka wakati umeshachelewa. Usiulize mbona aliyesema sio askofu wangu. Usiulize aliyesema mbona simfahamu. Ila navyoongea utaniona na Mungu soni mwangu. Yes. Navyoongea utasikia Roho Mtakatifu anaongea na wewe ufanye. Kila nyumba ilie, kila mtu alie, kila mtu atubu. Nini kifanyike ili kuponya nchi yetu? Nini kifanyike ili dunia iweze kupona? Ni toba. Watu wamrudie Mungu na kuahidi kuacha dhambi zao. Hebu sema toba. Toba. Kwa nguvu sema toba. Toba. Watu wamrudie Mungu. Watu tumrudie Mungu. Sema watu wamrudie Mungu. Watu wamrudie Mungu. Na waahidi kuacha. Na waahidi kuacha dhambi zao. Mambo ya Nyakati wa Pili 7 mstari wa 14. Alafu tutasoma kitabu cha Ezekieli 9 mstari wa 1 hadi wa 6. Mambo ya Nyakati 7 mstari ule wa 14. Alafu tutasoma Ezekieli 9 mstari wa 1 hadi wa 6. Ili andiko ni andiko la dunia zima. Na kila mahali na kila nchi wanaosikia andiko hili wayafanye haya. Maana adhabu ya Mungu ni duniani. Anapita sasa kukusanya watu wake na kuwatoa katika uovu na kuanza kuandaa kwa ajili ya safari ya mbinguni. Ila ninasikitika kwa sababu anaenda kwanza kukusanya kwa viboko. Maana mwanadamu amegoma kuja kwa hiari yake na kwa moyo wake. Mambo ya Nyakati wa Pili 7 mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbovu, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Ikiwa watu hawa watasikia sauti ya Mungu na kujinyenyekeza. Punga mkono hivi niangalie usoni. Hebu sema na kujinyenyekeza. Kujinyenyekeza manake ni kukubali tumeshindwa. Ni kukubali hatuwezi. Ni kukubali tumekosea. Na tunapofanya toba ya nchi au toba ya familia yako au toba yako mwenyewe, usiseme wasamee wamezini. Sema tumezini, maana nao unaishi ndani ya taifa hilo. Usiseme wasamee wamelawiti. Sema tumelawiti. Tumebaka. Tumeua. Tumetenda mabaya. Kila mtu ajinyenyekeze. Yule anayejiona ni tajiri ashuke chini. Hawacha utajiri wake, wala siongea habari ya utajiri. Yule anasema nimesoma ashushe elimu yake chini, wala siongea habari ya elimu yake. Tunaenda wakati mbaya kwenye dunia.
Kila mtu ashuke, ajinyenyekeze, aseme ninakubali ni mwovu, ninakubali ni mwongo, ninakubali na kiburi. Halafu watubu dhambi zao. Wakishatubu hizo dhambi, waseme naomba uniwe radhi Yesu, unisamehe, ninatubu, ninaahidi kuacha, naahidi kuacha zinaa hii, kuacha tabia hii mbaya. Halafu tukautafuta uso wake. Anasema anaponya. Yeye akuja ili kutuangamiza. Mungu amekuja ili atuokoe. Mtanzania, Mtanzania unasikia sehemu mbalimbali, Mungu anahitaji sauti yako, anahitaji machozi yako, anahitaji unyenyekevu wako. Unaenda pabaya dunia, unaenda pabaya, dunia unaenda kupigwa, dunia unaenda kuchapwa. Wengine hawajali wala wataona faida ya kukaa hapa, na wataendelea na kazi zao. Lakini nasema leo tarehe 1 mwezi wa 6, kuna siku utaondoka, utaliacha duka lako wazi. Hata hamu ya kulifunga utaona unachelewa, na utaacha hela kwenye draw na usijue nani atazihesabu. Esikani toki. Kuna siku utasahau kama una gari, utakimbia kwa miguu, utakumbuka gari umeiacha wakati umeenda mwendo mrefu, na ujui nani alikupa nguvu za kukimbia. Watu wa Mbeya ambao mko mahali hapa, ambao utanisikiliza hapa, na kuonya leo kwa jina la Bwana, ikiwa nimepata neema ya kuanzia injili ya toba katika mkoa huu, kila mtu anayesikia aje kwenye uwanja huu, mje mjae, mje mlie na watoto wenu, mje muomboleze, mje mwambie Mungu tunusuru, tuepushe na hasira yako, tuepushe na ghadhabu yako, tuepushe Mungu, tuepushe. Ikiwa watu hao walioitwa kwa jina langu kajinyenyekeza na kutubu na kuacha njia zao mbaya, nasema nitasikia. Sasa maombi haya yana mambo makubwa mawili. Nyosha vidole viwili juu. Maombi haya yana mambo makubwa mawili. Unafanyika ubaguzi au kutengwa kwenye maombi haya mawili. Kuna watu wanaenda kutiwa alama ya kwamba waliumia, na kuna watu wanaenda kujulikana waliumia kwa ajili ya mabaya, na kuna watu wanaenda kujulikana kwa kuanzia maombi haya ya kwamba mabaya kwao ni kitu cha kawaida. Wanaenda kujulikana, yanaenda kubagua, yanaenda kutenga, na kila nchi itakayofanya watabaguliwa, watatengwa. So Mungu anataka kufundisha dunia. Shusha vidole hivyo. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 1 hadi wa 6. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 1 hadi wa 6, usome. Kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu. Akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu, akisema, waamuru wale wanaosimamia mji wakaribie. Waamuru wale wanaosimamia mji wakaribie. Kila mmoja na awe na kitu chake cha kuangamiza. Kila mtu mikononi mwake awe na kitu chake cha kuangamiza mikononi mwake. Na tazama, watu 6 wakaja. Watu 6 wakaja wanaosimamia mji. Dunia sikia, dunia sikia. Ezekieli anaona maono haya. Wanaitwa watu wanaosimamia mji, malaika wanaosimamia mji. Wako malaika wanaosimamia Mbeya, wako malaika wanaosimamia Tanzania, wako malaika wanaosimamia mataifa mengine. Kawaita wale wenye kusimamia, alafu anasema muje na kitu cha kufisha, kitu cha kuua, kitu cha kuchinja. Wale malaika waje wanaosimamia mji. Na sasa katika mataifa mbalimbali utautafsiri ujumbe kwa kabila lako. Na sasa mataifa mbalimbali wenye kusimamia mji, wenye kusimamia mataifa,
wameanza kujikusanya kwa ajili ya kuiambia dunia yuko Mungu aliumba mbingu na nchi. Wenye vitu vya kutisha. Endelea kusoma. Mstari wa 2, na tazama watu 6 wakaja. Watu 6 wakaja. Wakitokea kwa njia lango la juu. Wakitokea kwa njia lango la juu. Lielekealo upande wa kaskazini. Lielekealo upande wa kaskazini. Kila mmoja ana kitu chake cha kufisha. Kila mmoja ana kitu chake cha kufisha. Mkononi mwake. Mkononi mwake. Na mtu mmoja kati yao amevaa bafta. Na mtu mmoja kati ya wale amevaa bafta. Naye ana kidau. Ana kidau cha wino cha mwandishi. Cha wino cha mwandishi kiunoni. Wakaingia. Wakasimama karibu na madhabahu ya shaba. Mama, mje vijana 6 mliovaa, mje vijana 6 mliovaa sare hapo wa press team hapa mbele. Wakasimama miongoni mwao yule mwenye bafta, kidau cha wino kiunoni. Naye amekuja. Uje hapa mbele, mpande hapa juu. Naye amekuja. Endelea kumsoma huyo mwenye wino. Na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi. Utukufu ambaye alikuwa juu yake. Utukufu kapanda. Endelea. Mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta. Mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Bwana akamwambia, pita kati ya mji. Kati ya Yerusalemu. Kati ya Tanzania. Kati ya nchi nyingine. Pita kati ya mji. Ukatia alama katika vipaji vya nyuso. Utia alama katika vipaji vya nyuso. Vya watu wanaougua. Hawa ndio wanaougua. Na kulia. Kwa sababu ya machukizo yote. Wako watu wanaolia na kugua. Yanafanyika. Ndio nimekuita hapa sasa. Wewe miongoni mwa hawa wanaotiwa wino. Ambao wanasema Mungu. Mtoto aliyebebwa mimba miezi 9. Akazaliwa na mwanamke kwa uchungu na kwa operation. Leo amekuwa shoga na olewa na mwanaume mwenzake. Yesu, heshima ya mwanaume iko wapi? Nguvu za wanaume mbona zinaondolewa? Wameuza utu wao. Wanalia hawa, wanasema ona huyu amebakwa. Binti wa miaka 7 damu zinadondoka. Nchi inajawa na laana. Wanalia, wanaumia hawa. Wanasema mbona kuna mtu anauawa? Wako wanaumia. Wanasema ona huyu kijana mdogo wa darasa la 4 amelawitiwa mpaka amejisaidia. Yako ndani anasema Mungu, turumie, tusaidie, tufishe, tusamee Mungu. Mbona hao dada wanajiuza? Wamekuwa makaba, vijana wanavaa mlegezo, wanauza makalio, hawana faida kwenye jamii. Mbona huyu anaacha mke, anaenda kwa kwingine tena, na watoto wako watu wanaumia. Mungu anasema sasa nimeshachoka. Waje wanaosimamia mji, come on. Waje hao. Tia alama 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 hii. Tia alama. Tanzania kuna watu wanatiwa alama. Dunia kuna watu wanatiwa alama. Tia alama hao. Yes. Tia alama. Wengine wako milimani saizi. Wamekaa siku 7 wajala kitu. Wanasema Mungu, ponya nchi yangu. Ponya Tanzania. Kwenye nchi wanajulikana kama ni watu hawana maana. Na tumejulikana ni kama watu wa kulialia. Tumepuzwa. Lakini mpaka leo mnaishi kwa machozi ya watu. So tia alama hao. Tia alama. So tia alama. Sema hii phrase. Tia alama. Tia alama. Wewe tia alama tu. Tia alama. Endelea kusoma my friend. Na hao wengine aliwaambia. Nami nalisikia. Piteni kati ya mji nyuma yake. Wale malaika
wengine wakaambiwa, mkapige, piteni kati ya mji nyuma yake. Endelea. mkapige, Mkapige, jicho lenu lisiachilie, jicho lenu lisiachilie, wala msione huruma. wala msione huruma. Mstari wa 6, Endelea. waueni kabisa Waueni kabisa mzee mzee na kijana na kijana na msichana na msichana na watoto wachanga na watoto na wachanga wanawake, na wanawake, lakini msikaribie mtu yeyote mwenye hiyo Msikaribie. alama. mtu yoyote mwenye hiyo alama. Ilaanzeni kupiga mzee, uweni wazee, uweni watoto. Mimi nimekaa nikawa namwambia Mungu, mbona kuna vita zinatokea duniani? Vitoto vichanga vimefanya dhambi gani? Vinatupwa, vinakufa msituni. Mama mwenye dhambi mpaka mtoto wake ana dhambi. Mama kahaba mpaka mtoto wake anaitwa kahaba. Usiseme watoto wadogo waje kwangu. Nenda wewe mzazi kwanza, Mungu amchukue na mtoto wako. Sema uweni. Sema uweni. Weni. Ninaona machinjo duniani. Ninaona machinjo duniani. Ninaona machinjo duniani. Dunia inaenda kupitia kwenye matatizo makubwa. Nchi mlizoendelea, msicheke mkiona Afrika wanalia. Yajayo kwenu huenda kawa makubwa kuliko haya. Dunia inaenda kupitia magumu. Heri uliyesikia, heri uliyekuja, heri uliyeogopa, heri uliyetetemeka, heri utakayekaa mpaka mwisho, heri ambayo utazisa mkutano mpaka tunavyoendelea. Basi endelea. Wakaanza kwa wazee, Wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. waliokuwa mbele ya nyumba. Rudi nyuma pale, ianzia patakatifu. Mstari wa 5, Endelea. na hao wengine aliwaambia, Na wengine aliwaambia, nami nalisikia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake, piteni kati ya mji nyuma yake, mkapige, mkapige, jicho lenu lisiachilie, jicho lenu lisiachilie, wala msione huruma. wala msione huruma. Waueni kabisa Waueni kabisa wazee wazee na vijana na vijana na msichana na msichana na watoto wachanga wachanga na wanawake, na wanawake, lakini msikaribie mtu yeyote alama. mwenye alama. Tena anzeni katika patakatifu. Tena anzeni katika patakatifu. Huu ni mkutano wa toba. Mungu awatie alama. Yes. Awatie alama. Muache dhambi, mbadilike kabisa. Murudi kule. Turudi. Sasa wito wa Mungu anasema rudini kwa Mungu, mtiwe alama ili muokolewe. Rudi na kushauri leo. Haya ni maombi ya kutenganishwa. Kila taifa aliyafanye na kila mtu aliyemaanisha anayetamani kuona familia yake inakuwa bora, ayafanye maombi haya ya kurudi kwa Mungu na maombi ya toba. Baada ya hapo Mungu ataanza kuipiga dunia, kila taifa kwa zamu yake. Anasema tubuni leo, mrejee, dhambi zenu zipate kufutwa, zile nyakati za kuburudishwa. Na Yesu katika Yohana ile 14 mstari wa 6 usome. Anakuja hapa, anajitambulisha, anasema yeye ndiye njia sasa na kweli na uzima. Nasema mtu haji kwa Baba, mtu hawezi kupona, mtu hawezi kupata amani isipokuwa kwa njia yake. Yohana ile sura ya 14 mstari wa 6. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Yohana 14 mstari wa 6. Mstari wa 6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na ukweli na uzima. Mtu aji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa nini hukumu ianzie patakatifu? Hapa ndipo tunapotaka kuanzia toba yetu siku ya kwanza. Nyosha mkono hivi. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema Yesu nihurumie.
niepushe na mabaya yajayo. Nipe unyenyekevu, nipe kushuka, nipe kupondeka. Shusha mkono wako. Kwa nini hukumu ianzie patakatifu? Moja, Mungu aliwapa heshima watumishi wake aliyewaajiri yeye mwenyewe kuwa wawakilishi wake duniani. Aliwapa heshima watakatifu wake aliyewaajiri yeye mwenyewe kuwa wawakilishi wake duniani. Watumishi wa Mungu wamechaguliwa na Mungu kuwa wawakilishi wake. Mimi hapa ni mwakilishi wa Mungu. Mimi sijaajiriwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nimeajiriwa na Mungu. Na ripoti kwenye ofisi yake. Natia signature kwenye ofisi yake. Hivi ninavyohubiri hapa, yuko hapa na nitazama. Anathibitisha neno takalolisema mwanzo mpaka mwisho. Malaika wake wako eneo hili lote, wamezingira. Jicho la Mungu liko mahali hapa. Aliwachagua watu wakawapa heshima ili waongoze dunia pamoja na yeye. Mungu ametuweka ili tuongoze dunia pamoja na yeye, lakini pia tusimamie pamoja na viongozi wa dunia ili kutoa haki na amani. Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza hadi wa 2. Tumechaguliwa pamoja na yeye, Baba Askofu Kazio, ili tuweze kusababisha haki na amani duniani. Wachungaji, watumishi wa Mungu, tumechaguliwa tukae vizuri na viongozi hawa kuhakikisha haki na amani. Mungu anataka kuanza hukumu. Hukumu itaanza kwa wale wazee wanaokaa mbele. Aliwachagua, alituamini. Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza hadi wa 2. Ona hapo maneno yanayosema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi. Mungu anatuagiza watumishi wake, anasema kabla mambo yote nataka dua, toba, sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Tunasimama hapa tunasema, Mungu, kwa ajili ya taifa hili, kwa ajili ya mipaka yake, kwa ajili ya mikoa yote, kwa ajili ya viongozi wa nchi, kwa ajili ya watu mbalimbali. Basi kabla mambo yote, kuna watu wamewaagiza watoe dua, watoe shukurani, watoe maombezi. Ili nini tokea? Endelea. Kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Maagizo yametoka. Tutoe maombi, dua kwa ajili ya wafalme na wenye mamlaka. Tunapeleka kwa Mungu. Tuishi maisha utulivu na amani. Ili kwa nini? Anasema bila maombi yenu hakuna utulivu. Bila kuongea ukweli hakuna utulivu. So, ili mtakapofanya hayo muweze kuishi kwa amani. Endelea. Katika utaua wote na usikivu. Hili ni zuri. Ngoja tusiendelee kusoma, inatosha. Kwa hiyo tulitwa tusimame pamoja na viongozi wa dunia, lakini pia sisi ndio wachukua siri za Mungu ili tuzilete duniani. Siri za Mungu ziko kwa mchao, lakini wakati fulani siri za Mungu zinakataliwa. Wakati watu waliozipokea wanapozileta zinakataliwa. Lakini wanasiasa hawawezi kuwa na siri za Mungu. Watasimama kwa nafasi zao kama wanasiasa. Siri za ufalme ziko kwa watumishi wake. Alafu zije duniani. Kuna vitu ambavyo Mungu alishatoa wajibu kwa watumishi wake, ambao leo wameacha wajibu wao na kusababisha matatizo katika dunia. Litokea mtu ambalo linamtafuta Mungu, linakaa linalia, likiingia kwenye maombi alijui litatoka saa ngapi. Alafu Mungu analiambia kuna maadui wanataka kuingia mkoa fulani, omba, kemea wasiingie. Ni siri za Mungu zile. Siri za Mungu zile. Alafu linasema Mungu, mkoa ule ulindwe, watoto walindwe, wanawake walindwe. Anaambiwa peleka ujumbe kwa kiongozi moja, mwambie 1 2 3, linatoka linaenda. Ndio Mungu alituweka. Leo watu wa kuwapa siri hawapo. Watu wa kuwapa siri hawapo.
kuongea na mtu, Ndio. hawapo. Kwa hiyo anasema kiboko kinapoanza kitaanza kwa hawa kwanza, kwa sababu hata mimi mwenyewe nawakosa ili niweze kuongea nao kwa ajili ya dunia. Lakini pia aliwafanya kuwa waamuzi wa kesi matatizo ya watu. Mungu aliwafanya makuhani kuwa waamuzi wa kesi na matatizo ya watu. Hebu sema watumishi wake. Watumishi wake. Kuwa waamuzi wa kesi za watu. Waamuzi wa kesi Na matatizo yao. na matatizo yao. Lakini pia alitupa neema ya kuwafundisha watu haki, uadilifu na utakatifu. Yes. Ni jukumu la makuhani kufundisha watu, watumishi wa Mungu, haki, uadilifu na utakatifu. Ndio. Ndio maana anapowakosa anaumia. Lakini jingine kuwafundisha waumini utii, kumwogopa Mungu na kumfanyia Mungu ibada. Lakini my friend, kinyume chake sasa ni shida. Makuhani na watumishi wa Mungu mlioko sehemu mbalimbali, na nianze na ninyi wa taifa langu la Tanzania. Kibiblia, nchi inapoharibika, Mungu haangalii viongozi wa nchi. Yes. Mungu anaangalia wenye haki. Ndio. Sema misingi inapoharibika, wenye haki wanafanya nini? Wakati ninyi mnalaumu viongozi wa dunia, Mungu anawalaumu ninyi. Yes. Makuhani na watumishi wa Mungu duniani, munisikilize, na Tanzania, nchi yangu ambayo tunaenda kuanza maombi haya ya toba. Nchi ya Tanzania inapoharibika, wakati mnawalaumu watu wengine, lakini washtakiwa wa kwanza ni makuhani, ni watumishi wa Mungu. Hawa ndio sasa ambao wanaenda kuleta mabaya mengi duniani. Leo tutaanza kutubu kwa ajili yao. Yes. Na usiwe na haraka kwenye mkutano huu. Una siku 8 hapa nje, lakini maombi yataendelea. Utapata majibu yote yanayokusumbua. Nataka uzijue leo dhambi za makuhani ili uanze kutubu. Na wewe ambaye uko mahali hapa, uko nje ya Mungu, urudi kwa Mungu kwa machozi leo. Mwambie Mungu, narudi kwako. Kesho nitaendelea dhambi za washirika, dhambi za watu mbalimbali duniani. Lakini leo tuone makosa ya makuhani wanaotukosesha, maana Roho Mtakatifu aliniambia niandike makosa yao ili tuyatubie. Namba 1, wengi wamemwasi Mungu na kurudi nyuma. Makuhani wengi wamemwasi Mungu na kurudi nyuma. Wameanguka. Hawako tena kwenye njia ya uzima. Na wamesababisha balaa kwanza kwenye taifa hili kabla ya mataifa mengine. Makuhani wengi wamemwacha Mungu, wamerudi nyuma. Namba 2 yake, wauni wengi nao wamefungua makanisa, wanajiita wachungaji. Wauni nao wameingia, wakajenga majengo, wakaweka msalaba, wanatumia jina la Yesu kuchukua fedha za watu. Nataka tuombe nchi yetu. Mungu atuepushe na mabaya yajayo. Yes. Ambayo yamekaribia sana. Mmoja wa ukweli, wamerudi nyuma, na wauni wameingia kufungua makanisa ambao hawana wito, na wengine wako upande wa shetani na wamefungua makanisa yao. Lakini dhambi ya 3 ya watumishi wa Mungu, wengi wao ni wazinzi na washerati, mpaka wengine wanaangalia picha za ngono, huku ni watumishi wa Mungu. Wamelala na wake za watu, wamelala na mabinti. Nyumba ya Mungu imechafuka, na ilipochafuka nyumba ya Mungu, dunia imechafuka. Na dunia imechafuka, hasira ya Mungu imekaribia.
Dhambi nyingine inayofuata ni matumizi mabaya ya sadaka, na mpaka sadaka za Mungu nyingine zimetumika kuonga wanawake. Maskini anatoa sadaka, muuza nyanya anatoa sadaka, muuza machungwa anatoa sadaka, mchungaji anaenda kumpa mwanamke wanalala naye. Dhambi za makuhani. Wengine kwa kupenda vyeo na umaarufu wameshakuwa wachawi na wanaoshinda kwa waganga wa kienyeji. Dhambi za makuhani. Dhambi nyingine ya makuhani, wameshindwa kuhubiri utakatifu na uadilifu na kutangaza sheria za Mungu kama inavyopaswa kutangaza. Wamepunguza maneno yake. Niongea na Tanzania sasa. Tutakujua nchi hii tunaenda kupigwa muda sio mrefu. Na wanasababisha ni watu hawa wa kwanza ni makuhani. Na wale makuhani wa kweli kwenye taifa, nguvu zao ni ndogo. Hawajawekeza mpaka Mungu aweze kusema naweza nikasaidia nchi kwa sababu yao. Nao pia nguvu zao ni ndogo. Sasa nisikilize mtu wa Mungu. Nisikilize mtu wa Mungu. Jambo liloniuma na Roho Mtakatifu akaumia. Niliomba usiku nikasikia machozi mengi. Nikalia peke yangu chumbani. Ndipo nikasikia wanasiasa wakisema nchi hii hatuhitaji maombi. Nchi hii hatuhitaji maombi. Hatutaki maombi. Wanasiasa mwaka huu 2025, baada ya wanasiasa wakasema hatutaki maombi. Hatutaki maombi. Hatutaki maombi. Nchi hii hatuwezi kushinda tena kwa maombi. Hatutaki maombi wanasema. Nikasema Mungu unakataliwa kwenye taifa hili. Uliolipa amani miaka yote. Uliolitetea hata kama kuna magumu tunayapitia. Lakini bado kulikuwa kuna uwezekano wa kuweza kutusaidia. Lakini wamekukataa. Madeni kapata majibu. Ndipo yakaniuma. Na ndio maana sasa niko hapa tena. Nikasema wale wanasiasa hawana makosa kukataa maombi. Wataombewa na nani? Wataombewa na mchungaji mzinzi? Wataombewa na mchungaji anayechunga kanisa wanawake wamevaa nusu uchi? Wataombewa na wanakwaya wanaovaa suruali? Wataombea nchi itapona? Hawa wachungaji wabakaji hawa wanaotumia sadaka vibaya, wataombea nchi itapona? Tanzania niangalie. Nimechana nywele zangu lakini nazivuruga kwenye jukwaa hili. Usizani ulichanika ewe kuhani. Wewe uliye mwovu, uliyezoea kula sadaka za hila, unaiba madhabahu, unafanya biashara, siku zako zimehesabika. Bwana anasema mchungaji, kuhani, manabii, mitume, tubu, acha ujambazi, acha uzinzi, acha uchawi, acha ushirikina, acha kuhubiri uongo. Unaharibu taifa mchungaji. Unaharibu taifa mchungaji. Unaharibu taifa mtume. Unaharibu taifa mtume. Acha hayo. Mnaenda kuifanya Tanzania. Mnaenda kuifanya Tanzania. Mnaenda kuifanya Tanzania. Mnaenda kuifanya Tanzania makuhani. Wale wauni watubu. Acheni. Mishahara mlio kichukulia imesha tosha. Mlioiba madhaboni yamesha tosha makuhani. Yamesha tosha mitume. Tubuni dhambi zenu, rudini. Lilieni taifa lenu. Siku zenu zinahesabika. Siku zenu zinahesabika. Na nyinyi wachungaji wa ukweli, rudini kwenye machozi. Rudini kwenye machozi. Lo. Kuna mitume mnaenda kupigwa na Mungu wala sio na mtu. Mungu yeye ndo anatumiaga vitu mbalimbali kumpiga mwanadamu. Rudini watenda dhambi. Rudini mhubiri kweli. Rudini mfundishe mwanamke kuvaa, kuokoka ndani na nje. Rudini ninyi makwa, rudini watumishi wa Mungu.
Mlete huyo mtoto unembeba. Mlete huyo mtoto unembeba. Mlete huyo mtoto unembeba hapa. Mlete huyo mtoto unembeba hapa. Wao wenyewe warudi kwa Mungu, watubu. Kwa hiyo kila mahali mkoa unaposikiliza maombi haya kuhani, fanya maombi. Utubu kwa Mungu. Wewe uliye mdanganyifu, acha uongo. Hiyo biashara yako inaenda kufa siku si nyingi. Hautafanya tena biashara madhabahuni. Na ninyi washirika ambao mmezoea miujiza na kutafuta baraka, mmekataa kugeuka mioyoni mwenu na kuacha dhambi zenu na kutenda dhambi mama, baba na watoto. Hukumu ya Mungu inapopita. Nimemlilia huyu mtoto chumbani mwangu. Nimelia nikapiga kelele. Hukumu ya Mungu inapopita, hasira ya Mungu inaposhuka. Hasira ya Mungu inaposhuka, utamsahau huyu kwenye msitu na atakufa bila chakula. Na tumbo litaingia ndani, macho yataingia ndani, mbwa zitakula maiti za watu, maana aliyekuwa anawalisha hayuko. Hukumu inayopita, hukumu zinapopita, anasema tieni alama wanaoomboleza, tieni alama wanaolia. Dunia imechafuka, zinaa. Mwanadamu analala na mnyama, wanafunga ndoa na wanyama. Watu wanafunga ndoa na wanyama, wanafundishwa na wale wachungaji wauni makanisani. Mtu yuko na mbwa anaoa. Huyu Mungu yuko juu akasema, kabla ijaja siku ile mbaya na kuogofya, nendeni muambie hawa, mimi sio wa kuchezewa. Mwanadamu analala na mnyama, analala na mama yake apate mali. Alama yake leo analala na matango wanawake. Anaingiza chupa sehemu za siri, anaingiza ndizi. Umekosa nini kwa Mungu wewe? Umekosa nini kwa mpaka unaolewa na mwanamke mwenzako? Mpaka unaolewa na mwanaume mwenzako? Dunia tubu, dunia tubu, dunia tubu, dunia tubu, dunia tubu. Tanzania tubu, Tanzania tubu, Tanzania tubu, Tanzania tubu. Umetoka hapo hujarizika, ukamchukua mtoto wa miaka 3, ukaanza kumwingilia mpaka anajinyea, anakufa. Ukatoka hapo ukafuata binti wa miaka 7, ukamvua nguo, ukamwingilia mpaka akachanika. Na kuambia hivi, kama Mungu aishivyo, dunia inaenda kupitia magumu. Na bado hapo hapo mmeua damu sikuwa na hatia. Mtu aliyekuwa hajafaa kufa, mkamwonea. Mkamwonea mtu ambaye wakati wake wa kufa hujafika. Mkamua tu kwa sababu zenu wenyewe. Mazazi wakatoa viti nje. Watoto wadogo wanalia, hawamuoni baba. Mama analia, mke hamuoni baba. Analia tu, sababu za kijinga tu. Damu zikamwagika. Dunia inaenda kuangamia. Mnaenda kupita kwenye magumu. Hakuna mtu wa kuwazuia, ila ni toba tu, kumwambia Mungu, tunarudi kwako. Simama juu, simama juu, simama juu, simama juu, simama juu. Piga kinanda. Njoni, njoni wenye dhambi, njoni msikawie. Nifungulie tenzi, nifungulie tenzi. Njoni, njoni wenye dhambi, njoni msikawie. Leo ni kama mjinga, na ni kama mjinga. Acha niwe mjinga, acha niwe mjinga. Uwanja huu utakumbukwa na watu wengi. Yes, Tarehe 1 mwezi wa 6 hii inayoanza leo, kuomboleza kwa ajili ya nchi yangu, itakumbukwa na watu wengi. Tanzania tubu. Mlioko mikoa mbalimbali, njoo, panda gari, njoo ulilie nyumba yako. Njooni hata 5 tu, kwa niaba ya mji wenu, kwa niaba ya mkoa wenu, kwa niaba ya familia yenu. Njoo tu, njoo tuombe, njoo tumwambie Mungu atusamee. Tuache kula siku 30, tuwe tunakula jioni. Tunamwambia Mungu tusamee. Unaenda ofisini umefunga, unaenda ofisini ya biashara umefunga. Saa 10 unakuja hapa uliye karibu. Tunakuja tunalia kumwambia Mungu saa 9. Yesu tusaidie. Njoni, njoni wenye dhambi, njoni msikawie.
Kristo ana wangoje, ndiye awapendaye. Njoni, njoni wenye dhambi, njoni msikawie. Kristo ana wangoje, ndiye awapendaye. Ajuaye awezaye, ajuaye awezaye, awezaye kuwaponya ni yeye. Ajuaye awezaye, ajuaye awezaye, awezaye kuwaponya ni yeye. Ewe muhitaji, wengine wasoje mbele, anakukaribisha. Imani kweli na toba, neema ya kutosha. Ewe muhitaji, uje, anakukaribisha. Imani kweli na toba, neema ya kutosha.